Wanachama wa ODM tawi la Kwale wamemchagua aliyekuwa mbunge wa Matuga Hassan Manyoha kama mwenyekiti wa ODM katika kaunti ya Kwale baada ya kurudisha uhusiano wake na mpinzani wake aliyekuwa mwakilishi wa wanawake wa kaunti ya Kwale Zuleha Hassan kupitia mfumo wa majadiliano. Katika kikao cha makubaliano kilichofanyika leo katika hoteli ya Latmoran mjini Ukunda, wanachama wa ODM tawi la Kwale kwa kauli mbiu walikubali kutumia mfumo wa makubaliano kujaza nafasi za uongozi katika maandalizi ya uchaguzi mkuu ujao. Aliyekuwa mbunge wa Matuga Hassan Manyoha ambaye pia ni mwenyekiti aliyemaliza muda wake alichaguliwa tena kama mwenyekiti wa ODM kaunti ya Kwale baada ya kuweka mambo sawa na aliyekuwa mpinzani wake na mwakilishi wadi wa wanawake wa Kwale Zuleha Hassan. Leo na furaha kuja kutangaza kuwa team fresh ya Kwale County na team Manyoha ambayo tumekuwa tukilumbana kisiasa katika viti vya grassroots vya ODM. Tumekuja kwa consensus, tumekubali kuganyana viti. Na kuna baadhi ya majina ambayo ya viongozi ambao tumekubali tukienda mbele kabisa, na tumeamua kufanya consensus kutoka polling station mpaka county level ili chama kiwe kimoja. 2027 haiko mbali tena, badala kupigana wenyewe kwa wenyewe. Sisi wenyewe lazima tuwe tayari kukabiliana na wale ambao watakuwa wapinzani wetu hapo 2027. Kwa upande mwingine, Victor Safari Nyanja ambaye ni mwakilishi wadi wa Kasemeni alichaguliwa kuwa naibu mwenyekiti, huku Mariam Maula akichukua nafasi ya katibu wa tawi. Chama hiki kilishindwa kuchagua viongozi katika uchaguzi wa chama uliofanyika kote nchini mwaka jana kutokana na kugawanyika kwa makundi mawili yaliyoongozwa na Manyoha na Zuleha, tofauti zao zikipelekea kufutiliwa mbali kwa uchaguzi mdogo wa chama cha ODM tawi la Kwale. Mtu mmoja hawezi kujenga chama. Na ikiwa imekubalika kwamba wenzetu wako tayari kuungana na sisi, basi mimi nasema ni sawasawa, na tumeungana, na baadhi ya majina ya watu yametolewa hapa kama mlivyoona, na tutaendelea kushirikiana, mimi na vice ambaye nitakuwa nimepawa, mimi na komiti yote ambayo tutakuwa tumepawa, mimi na watu wa Kwale, ili tuhakikishe kwamba ODM imechukua vitu vyote hapa Kwale. Manyoha vilevile alimkosoa vikali Sheikh Juma Ngao ambaye alikuwa mgombea wa nafasi hiyo mwenyekiti wa chama cha ODM katika kaunti ya Kwale, huku akimtaja kama mnafiki. Hatumtaki mnafiki, mzandiki, mrongo hakuna kama Juma Ngao. Ametupatia maneno mengi ya urongo ili tuweze kupata shida hapa. Kabisa bwana. Na iulize headquarters ijue ya kwamba hapa Kwale ni ngome ya ODM. Hatutaki watu ambao wanakuja hapa kwa sababu ya kutafuta mapeni na kadhalika. Kwa upande wake, Adinani Juma, kiongozi wa vijana wa ODM, alikubali njia ya makubaliano akisema kwamba imelipa fursa tawi la ODM la Kwale kushiriki katika uchaguzi na kufanya wanachama kujihisi kama sehemu ya chama hicho. Katika huu muungano wa timu Manyoha na team fresh, huu ndio muungano peke yake ambao utaleta mageuzi ya ODM hapa Kwale. Huu ndio muungano ambao utarudisha hadhi ya ile government pale county assembly pale Kwale, kuhakikisha kuwa ODM katika county assembly ndio inakuwa majority. Na hii yote tutaweza, na katika huu muungano huu utaleta hamasa kubwa sana kuhakikisha kuwa hata sisi kama majenzizi tutakuwa na nafasi zetu kubwa katika uongozi. Hatua hii ni ishara muhimu ya maridhiano huko Kwale na inaifanya ODM kuwa na nafasi nzuri ya kuimarisha uungwaji mkono katika eneo hilo, huku ikiandaa kuelekea uchaguzi mkuu ujao.